Baada ya miaka ijayo mtoto atakuwa kama Lili. Maanake anakuwa, ndio maisha ya kiroho yako hivyo. Kwa hiyo kama wewe ni mchanga miaka yote uko hapo, unatakiwa utoke hapo uende kwenye ukomavu. Ukomavu utakusaidia kuhimili mambo mengine. Watu hawahimili vitu baadhi kwa sababu hawana nini? Ukomavu wa kimungu. Sasa mimi nataka nikukumbushe kwa habari ya uamsho na urejesho. Huwezi tu kama mkomavu ukawa mtimilifu kama hujahusianisha na swala la uamsho na urejesho. Kitu ambacho ni kigumu sana katika nyakati za leo, licha ya kwamba Biblia ilishatamka kwamba utukufu wa nyuma ya mwisho utakuwa mkuu kuliko ule wa nyuma ya kwanza. Yaani matarajio ya Mungu ni kuliona kanisa kwenye levo ya juu sana katika kanisa hili la mwisho, katika nyakati hizi ambazo tunafanyaje? Tunaziishi. Badala yake sasa inageuka kwa kinyume chake. Ndio maana utasikia kila mtu anayekuja analizungumzia kanisa lililopita, kanisa la kwanza. Utasikia watu wanasema washirika wa zamani, utasikia mtu anasema wokovu ule wa zamani, ule wa kwetu, hata chini ya mti tulikuwa tuna uwezo wa kuimba, Roho akashuka. Hilo ni kanisa la nyakati zile. Yaani badala ya watu kulisemea kanisa la nyakati za sasa ambazo Biblia imetamka litakuwa na utukufu mwingi, watu wanalifaa kurudi nyuma. Kwamba wale vijana wa zamani walikuwa na kesho siku 7, siku 3, walikuwa wanapenda semina. Yaani watu wanarudi nyuma, wanaona nyuma ilikuwa ni bora kuliko nyakati za leo. Lazima tujiulize, kuna mahali tumefeli kabisa, kuna mahali tumegota, kwa sababu huo sio mtazamo wa nani? Wa Mungu. Mtazamo wa Mungu ni kuwaona wale wa zamani wanatamani kanisa la sasa, kwa sababu ndicho Mungu alikitamka kwamba pengine kingelikuwa bora kuliko kile. Yaani kuna mahali mtu anakuwa amelala kwenye mambo ya Mungu, kwenye mambo ya rohoni. Maandiko mengine yanasema amka wewe usinziae, amka wewe usinziae, ufufuke kutoka wafu, naye Bwana atakuangaza. Sasa nilikuwa najiuliza, mtu anawezaje kuwa amesinzia alafu afufuke kutoka wafu? Maana kumbe aliyesinzia amekufa moja kwa moja. Si ni sawa watu wa Mungu Yes. Sasa uamsho ni kufufuka, ni hali ya kurudi tena. Sio tu kurudi kwenye mambo yaliyokufa, kwa sababu unaweza kurudi kuimba, unarudi kuhubiri, sawa, unarudi kuja ibadani, halafu huna hii nguvu ya Mungu. Iwezi kuwa na uamsho. Uamsho haujiuji tu, tutaona huko mbele uamsho na kujaji. Hii maana mimi nilielewa sana kwamba tunaposema uamsho automatically, yaani bila kuzunguka, bila maelezo mengi, yaani kwa maneno mafupi yaliyonyooka, tunaposema uamsho tunasema nguvu za nani? Nguvu za Mungu. Biblia inasema tunayaweza mambo yote katika yeye atutiaye nini? Nguvu. Kwa hiyo jambo lolote tunalolifanya tunafanya kwa nguvu za anayetutia. Ni nani anayetutia nguvu jamani? Nguvu za Mungu zinaitwaje? Roho Mtakatifu. Shortcut. Wakina Elias unajua, anafunga mvua isinyeshe, unafikia kuwa muombaji. Kwa muombaji, watu waliombea watoto wa watu wakapona. Unafikiri Elisha aliombea mtoto wa yule mama akafufuka? Wewe unafikiri ni rahisi? Walikuwa ni waombaji wakijichimbia, wakina Musa Mungu anawatumia, waliomba siku 40. Wote Yesu mwenyewe alipata upako kwa sababu aliomba. Sasa unategemea uamsho bila kuomba jamani? Haya ni maigizo ambayo tunafanya. Yale zamani tulikuwa tunaambiwa lete siku karatasi nitatengeneza hiyo hela, na hatujao matajiri mpaka leo. Sasa kama karatasi ilikuwa ina uwezo wa kutengenezwa, watu tengenezee sasa tununue magari. Wale nao walikuwa matapeli. Eti ule mchezo na wewe unapeka karatasi eti inakuwa hela. Sasa wakati anakubadilishia hela, unaingilia kwa hela mlangoni. Sasa hapo ndio ilikuwa inaniacha hoi. Unanidanganya unabadilishia hela, alafu mimi niingie, unaniomba 100 au 50. Sasa kwa nini hizo usibadilisha mazuri, tuombe tu makaratasi mengi tukuletee, alafu upate hela? Tukajua ni utapeli. Sasa ukisikia unapata upako bila maombi, au unapata upako kwa kutoa hela, huo ni utapeli kama huo tulio tunafanyia mashuleni. Jamani, upako, uamsho
ni rahisi sana. Omba Mungu. Shortcut tu. Sasa maelezo yapi sasa? Nikwambia ukafanyie, uende kutoa sadaka wapi? Si kwa nabii wapi? Wewe omba Mungu. La mwisho. Sasa watu wa Mungu marafiki wengi wamewatoa watu kwenye upako, kwenye uamsho. Kwa jamani, moja ya jambo ambalo unaweza kufanya ukapata uamsho, ukarejeshewa yaliyochukuliwa na madumadu na turutu sisi na nini, ni kuchagua aina ya marafiki wanaoweza kuomba na wewe. Dadasha amesema alitafuta mtu wa kumsaidia kuomba wakati wa matatizo. Rafiki mzuri sio yule anayeshangilia matatizo yako. Rafiki mzuri ni yule anayeweza kukubebea matatizo yako. Rafiki mzuri sio yule anayeweza kutangaza shida na mambo ambayo unamshirikisha. Rafiki mzuri ni yule anayeweza kukubaliana na wewe kwenye wakati huo unaopitia. Kwa hiyo